Asalamu alaykum. Wa alaikum salam. Uko vizuri kabisa? Poa. Moja kati ya kitu ambacho nilitamani kupata utaalamu wako na mawazo yako, ni kweli Simba na Yanga zisipo kuwepo katika ligi kuu ya Tanzania bara inaweza ikashuka thamani? Inategemea kwa namna ambavyo utakuwa umeangalia au umeziposition. Kwangu mimi kama utakuwa ume set up league around hizo timu mbili, manake zisipokuwepo, ukiamini kwamba hizo timu mbili ndio zinafanya ligi ionekane ina thamani, zisipokuwepo obviously ina maana hiyo thamani haitakuwepo. Lakini kama utakuwa umeitengeneza league yenye ushindani pasipo kujali kuna timu gani inacheza, yani ligi iwe ni open kwa timu yoyote ambayo inastahili kuwepo kwenye hiyo ligi, umetengeneza platform ile pale, anayetakiwa kuwepo ni mwenye vigezo hivi na hivi, haijalishi anatoka mkoa gani, haijalishi anatoka eneo gani la nchi, as long as ameweza kumit vile vigezo, basi katika mazingira kama hayo hauwezi kujuta kama kuna timu fulani haitakuwepo kwenye ligi yenye setup ya namna hiyo. Kwa hiyo kwa mpira wetu sisi tunaweza kusema tumechelewa kidogo. No, inategemea vipaumbele vya kila mtu, umeelewa? Kwa sababu sisi tumekuwa kwenye tamaduni zetu hizi, kuna hizo timu mbili za Simba na Yanga ndo tumezikuta, ndo zinaonekana zina mashabiki wengi, watu wanazifuatilia. Lakini kama nilivyokuambia, kama kungekuwepo na aina ya mfumo ambao unazifanya Simba na Yanga na zenyewe ziwe na haki sawa kama aliyokuwa nayo Mtibwa, Mbeya City, Tanzania Prisons, maanake ingefika muda usingeweza kuona umuhimu wa timu fulani kuwepo au kutokuwepo. Si umenisoma? Kwa sababu sio Tanzania tu peke yake ambayo na timu ambazo ni kubwa. Kwenye mataifa mengine mengi zipo timu mbili ambazo zina upinzani, kwenye mataifa mengine ziko timu 4, na kwa maana ya kutengeneza ile fair ground, pasipo kujali kwamba huyu ana mashabiki wengi, ana jina kubwa na historia kubwa, kama haja perform anashuka, kama amekosea anashuka. Na nitakupa mfano kwenye ile skendo ya Calciopoli, kama unaikumbuka, katikati mwa miaka 2000 kule Italia, wakati ilipokuja bainika kwamba Juventus kupitia kwa aliyekuwa kiongozi wao Luciano Moggi walihusika kwenye skendo ya upangaji matokeo, skendo ya Calciopoli maarufu sana duniani kama unakumbuka. Juventus baada ya kubainika kweli walishiriki kwenye mchakato wa kupanga matokeo, walishushwa daraja, wakaenda wakacheza Serie B. Si unaelewa ninachokwambia? Walinyang'anywa point na wakawa kwenye standard, kwenye mazingira ambayo yalikuwa yanawanyima sifa ya kucheza Serie A, wakashuka chini, walishushwa chini, wakacheza ligi ya chini kwa maana ya Serie B, na wakacheza msimu mzima, wakapanda, wakarejea Serie A. Kwa hiyo huo ni mfano wa kukuonyesha namna ambavyo wenzetu inapokuja kwamba wamesha set standard, they don't care kwamba wewe ni nani. Manchester City unaoona leo walishashuka mpaka kwenye ligi ya daraja la ligi ya ngazi ya 3 ya England. Ni timu kubwa ile, lakini walishindwa kuperform, wakashuka mpaka chini, wakajipapatua tena, wamerejea. Leo hii ndo mabingwa ambao wanatawala soka la England. Kwa hiyo mazingira kama hayo, kwa nini? Kwa sababu wenzetu washa set standard ambayo haimtegemei mtu. Wao wameweka mazingira hayo kwamba ukiweza kuqualify kwa vigezo hivi, wewe unastahili kuwepo. Yeah. Kama ungekuwa sehemu ya uongozi na ungekuwa ni muumini wa busara na hekima, ama ungekuwa una deal na kanuni kuweza kuendesha mpira? Nafikiri kwenye mazungumzo yangu mimi nimekueleza kwamba, na kama unanifuatilia, mimi ni muumini wa haki. Ni muumini kama kuna taratibu tumekubaliana, basi ndio hizo zichukue nafasi. Kwa hiyo wala mimi nisingetumia nguvu kubwa, kwa sababu na unakuta mara nyingi hizi taratibu ambazo zinatumika, wadau wanashiriki, na wadau wakubwa ni vilabu vyenyewe. Kwa hiyo wanakubaliana kwamba tutacheza kwa mfumo huu, kwa kanuni hizi, na hizi kanuni huwa
watu hawakai wakajifungia, zinatungwa pamoja kwa kushirikiana na wao wenyewe, wanakubaliana, wanapitisha kupitia kwenye vyombo vyao, kinachobaki ni utekelezaji tu. Kwa hiyo ni rahisi tu ni wewe kutafsiri kwamba kama kuna kosa hili limefanyika inatakiwa adhabu yake iweje, wala utumii nguvu, na sidhani kama inaweza kawa ikasumbua kama ukibaki kwenye misingi na taratibu na maisha yanakuwa marahisi. Kuna kitu nitamani kufahamu kutoka kwako na watu wengine ambao wanafuatilia, endapo ligi yetu kwa hizi timu zetu kubwa mbili dabi isipofanyika, ina maana tutakuwa tumecheza mechi 29, hapo mwisho wa msimu itakuwaje? Bingwa ataamuliwaje? Na sasa wewe unataka nitunge kanuni zangu kutokana na hiyo scenario. Mimi nafikiri ni kurudi kwenye kanuni za ligi ambazo ziko clear, kwa sababu ligi inatakiwa ichezwe, ziko timu 16, inatakiwa kila mmoja acheze na mwenzie kwa maana ya mara mbili kwa mfumo wa nyumbani na ugenini. Ili ligi iweze kukamilika, iwe imekamilika, lazima zichezwe mechi 30 na kila timu iwe imecheza mechi 30. Kwa hiyo kama haitakuwa imekamilika kwa timu zote kucheza mechi 30, hiyo ligi haiwezi kuwa ligi imekamilika. Watu wanajiuliza sasa itakuwaje? Watu wakagoma kabisa kama ambavyo tunavyoona, watu hawataki kucheza mchezo. Na vipi timu za championship? Na vipi timu za first league division? Ndo maana nasema mimi siwezi kutoa opinion kwenye eneo ambalo lina utaratibu, na kuna taratibu ambazo zinatakiwa zipo na zinafahamika, kwa sababu sio mara ya kwanza ligi yetu inachezwa. Ligi yetu inachezwa kwa muda mrefu, inamalizika kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizokuwepo. Kwa hiyo mimi naamini ligi itamalizika kwa mujibu wa taratibu na kanuni zilizokuwepo. Isipomalizika basi ndo kila kitu, ndio maana kuna historia duniani. Au vipi bwana? Kwa hiyo tusubiri tuone kama kuna history inaweza kaandikwa, lakini mimi naamini ligi itachezwa na itamalizika. Kama kuna mambo mengine yatatokea, basi huwezi jua, ndo kama ambavyo tulishuhudia kwenye mwaka 2019 kuja 2020 kulitokea janga la corona. Ligi ikasimama hata kwetu ilisimama ligi kwetu, baadaye ikaja ikaresume tena, na duniani kote kwa janga la kidunia. Kwa hiyo tusubiri tuone itakavyokuwa, kwa sababu kuna mamlaka. Unajua, kwa vitu vingine hatuwezi kuzungumza, sisi ni wadau. Tupo kwenye Samia Cup huku au vipi? Hatupo kwenye uongozi wa shirikisho, bodi ya ligi, hatuwezi kuwasemea sisi, ndio bwana. Tunawaacha wao kwa sababu wana taratibu zao. Nafikiri sisi wengine tunabaki kuangalia. Kwa kumalizia kabisa, kuna kitu nataka nifahamu kutoka kwako, mchezaji bora kwako unaangaliaga vitu gani na vitu gani unasema huyu ni mchezaji mzuri sana? Sasa sijakuwa katika mazingira yapi, kwa sababu kwa mfano leo yupo kwenye Samia Cup hapa, unaangalia, unapita huko mtani unaangalia, mchezaji wako bora ukimtazama unajua labda huyu mchezaji bora, unaangalia nini na nini na nini? Kuna vitu vingi, unajua kuna vitu vingi ambavyo haviko kuna mchezaji ambaye unaweza kumuona kwa mechi moja ambaye anaitwa man of the match, si ndio? Alafu kuna mchezaji ambaye wa msimu mzima, man of the tournament, mchezaji bora wa msimu. Kwa maana yake katika kila mazingira namna hiyo kuna vitu vya msingi, maana yake mtu ameperform kwenye position yake. Kila mchezaji kwenye eneo lake ana majukumu ya kimsingi ambayo anatakiwa atekeleze. Kama alikuwa ni center back kwenye mchezo husika, kama ni tuzo mchezaji bora wa mechi, kwenye nafasi yake alitekeleza majukumu yake, kwa maana yake aliperform vile inavyotakiwa kwa mujibu wa hiyo nafasi. Mara nyingi wanaangalaga wachezaji wanaocheza kwenye nafasi za mbele, mshambuliaji kafunga magoli, kafunga hat-trick, maana yake katekeleza jukumu lake la kufunga. Kuna mwingine anaweza asifunge akawa amesaidia kwenye timu kupata matokeo. Yaani pamoja kwamba kuna mtu kafunga, kuna mtu kazuia, lakini kulikuwa na mchezaji ambaye yeye alikuwa kiongozi, alikuwa na work rate kubwa, alikuwa na kila tukio alifika, na ukijumlisha overall anaweza akawa man of the match. Lakini mwisho wa siku ni namba huwa ndo zinazungumza, wala hakuna kitu kingine.